karibu sana. Tumefahamiana kwa zaidi ya miaka 60. Tulikutana mara ya kwanza mwaka 64, yeye akiwa balozi wetu Misri, na mimi nikawa napita pale nikiongoza ujumbe wa wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kwenda kwenye mkutano wa dunia wa wanafunzi Moscow. Wakati ule usafiri ilikuwa sio rahisi kutoka kaenda moja kwa moja kufika Moscow. Kwa hiyo tulikwenda kwanza Cairo, tukakaa pale kwa siku 2, na Salim ndiye aliyetupokea akatupangia mahali pa kukaa. Tukakaa katika hoteli ambayo yeye alikuwa anakaa, kwa sababu wakati huo alikuwa hajapata nyumba. Alikuwa ni kijana mdogo kama mlivyosikia, alikuwa na miaka 22 na mimi nilikuwa kijana wa miaka 24. Tukafahamiana kwa siku hizo 2, tukazungumza na uhusiano ukaanza pale. Amekaa Misri, baadaye amekwenda India, alikuwa anakuja hapa kwa muda mfupi, arudi mwaka 69 kwa muda mfupi, akaenda Beijing. Mwaka 70 kama ulivyosikia, akaenda kuwa mwakilishi wetu Umoja wa Mataifa. Mwaka uliofuata mimi nikateuliwa kuwa mkurugenzi wa sheria, mashirika ya kimataifa na utafiti katika Wizara ya Mambo ya Nje. Na kwa kipindi hicho tukafanya kazi kwa karibu sana na Dr. Salim, yeye akiwa New York, nilikuwa hapa. Kwa kuwa nilikuwa mkurugenzi aliyehusika na mashirika ya kitaifa, mikutano yote, maandalizi yalikuwa naanzia kwenye idara niliyokuwa nikiongoza. Hata hotuba draft ilikuwa inaanzia pale, itapita itakwenda kwa katibu mkuu, lakini kwa Umoja wa Mataifa ilikuwa ikifika New York inafanywa kazi upya, kwa sababu huku tutakuwa tumetayarisha mambo kama tunavyoona kwa dunia, lakini yeye yuko pale anajua mambo ambayo ni muhimu pale. Na mimi kipindi hicho kila mwaka nilikuwa nahudhuria mikutano ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Tulikuwa tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini ukiacha hiyo, Tanzania ilikuwa ndiyo kiongozi wa frontline states katika harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Mwalimu ndiye alikuwa chairman, na alikuwa na timu ambayo ilikuwa inamsaidia. Ilikuwa inajumuisha wizara nyingi, wizara ya ulinzi, wizara ya mambo ya nje, lakini pia na mabalozi wetu, hasa balozi aliyekuwa New York na Addis Ababa. Na Salim akiwa New York ndiye alikuwa chairman wa kamati ile
ya harakati za ukombozi ambayo ilikuwa inajulikana Committee of 24, na alikuwa chairman kwa muda mrefu tu, na hiyo ndiyo ilikuwa inashughulika na harakati za ukombozi Afrika. Kwa hiyo na yeye pamoja na kuwa New York alikuwa ni sehemu ya timu ya rais iliyokuwa ikishughulikia mambo ya ukombozi hasa kusini mwa Afrika. Na mara nyingi Mwalimu alitufanya tuwe tunafanya kazi kwa pamoja. Yeye yuko New York, mimi niko Dar es Salaam. Wakati mwingine anatutuma kwa pamoja. Kwa mfano mwaka 76 katika mkutano wa kwanza wa mazungumzo kuhusu uhuru wa Zimbabwe ambao ulifanywa Geneva kwa muda wa wiki 6, Mwalimu aliteua mimi na Salim kwenda Geneva kama washauri wa vyama vya ukombozi, tukishirikiana na wenzetu kutoka Mozambique, Zambia na Botswana. Na katika mkutano ule Tanzania kwa kweli ilikuwa chairman wa Frontline States. Hata katika mikutano ambayo tulikuwa tunakwenda kwa kufanya kazi pamoja, Tanzania ndiyo ilikuwa chairman, na Salim ndiye alikuwa chairman wa timu ile ambayo ya Frontline States iliyokuwa Geneva, na ilikuwa na watu wazito. Botswana ilileta foreign minister wake, Angola ilileta foreign minister wake, Dos Santos ambaye baadaye alikuwa rais wa Angola. Na baadaye Salim baada ya kutoka Umoja wa Mataifa alikuja nyumbani, na kama mlivyoelezwa akawa waziri wa mambo ya nje. Sasa waziri wa mambo ya nje wakati ule, kwa utaratibu uliokuwapo wa kiserikali, kama waziri wa mambo ya nje hayuko nchini kwa shughuli ama zozote, waziri wa sheria ndiye anakuwa kaimu waziri wa mambo ya nje. Na kama waziri wa sheria hayupo, waziri wa mambo ya nje anakuwa kaimu waziri wa sheria. Salim alikuwa waziri wa mambo ya nje, mimi nilikuwa waziri wa sheria. Kwa hiyo ilibidi tufanye kazi kwa pamoja wakati wote, kila mmoja ajue yanayotokea katika wizara hiyo kama atatakiwa kwenda kuact. Lakini zaidi tulikuwa tunafanya kazi katika jengo moja. Hilo jengo la foreign la zamani ndipo ilipokuwa wizara ya foreign na wizara ya sheria. Ground floor na first floor ilikuwa na foreign, second floor ilikuwa ni sheria. Office ya waziri wa mambo ya nje ilikuwa kwenye second floor, na office ya waziri wa sheria ilikuwa kwenye third floor juu ya office ya waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo kwa kipindi chote kile tunafanya kazi kwa pamoja, tulikuwa tunashauriana wakati wote, na ilikuwa kama kuna mkutano wa baraza la mawaziri, tulikuwa tunakutana, tunapitia zile papers, tuone kama tutakwenda tuwe na msimamo wa pamoja katika baraza la mawaziri. Sasa katika kipindi chote hiki tumefanya kazi
tukagundua kwamba mwelekeo wetu, mtazamo wetu kwa mambo mengi ulikuwa aina moja. Salim, sifa ya kwanza ya Salim ni Mtanzania kweli kweli. Wote tunajiita wa Tanzania, lakini wengi wetu Utanzania ni skin deep. Salim ni Mpemba na anaenzi utamaduni wa Pemba. Anapenda kunywa kahawa ile kali ile, jumla hitaji. Anapenda kula vitamu, kachata, tende. Anapenda kusikiliza muziki wa taarabu. Anaenzi utamaduni. Salim ni Mzanzibari, na kama anavyoenzi utamaduni wa Pemba, anaenzi utamaduni wa Zanzibar kwa ujumla. Salim ni Muislamu na ana imani na dini yake, lakini Salim cha kwanza kabisa ni Tanzania. Nasema tumefanya kazi kwa muda mrefu, na katika kipindi hicho wakati wote ilikuwa inatokea kutoelewana hapa na pale kwa aina mbalimbali. Ilikuwa inatokea kutoelewana kati ya Pemba na Unguja. Tulipokuwa tunazungumza tofauti hizo, kwa Salim alikuwa anaona umoja wa Zanzibar. Salim hata wakati mmoja hakuona jambo waona anapendelea Pemba kama kuna matatizo kati ya watu wa Unguja na wa Pemba. Kama kulikuwa labda na matatizo kuhusu Tanzania bara na Tanzania visiwani, na tulishughulika na mambo haya kwa muda mrefu sana. Ulikuwa Salim akazungumza kama Mzanzibari, alikuwa anazungumza kama Mtanzania. Hata kama akiona kwamba tatizo ni Zanzibar, atasema ni Zanzibar. Utamuona kwamba atapendelea upande aliotoka. Kwake cha kwanza kabisa ilikuwa ni Tanzania. Siku anakotoka sio dini yake, ilikuwa ni Tanzania. Salim anajali utu. Ni mtu ambaye anaamini binadamu wote ni sawa. Kwa hiyo hata katika kazi zake, ndani hapa nje, yeye alikuwa anaheshimu watu wote na haki zao. Salim, kati ya watu ambao nimefanya nao kazi, Salim ni mwaminifu sana kwa nchi yake. Ni mtu mwadilifu sana. Ni mtu humble. Salim ameshika nafasi kubwa, lakini ukikutana nao, ukiuliza ambao walifanya kazi nao,
kwenye serikali, kwenye chama. Salim alikuwa hana mbwembwe, ni mtu anaheshimu watu. Salim ameitumikia nchi hii nje na ndani katika mahali palipo muhimu kabisa. Alipoteua balozi, kijana wa miaka 22 alipelekwa Cairo, na wakati ule hata sasa Cairo ilikuwa ni kituo tulikuwa tunakiheshimu sana. Alipelekwa Cairo, akatoka pale akapelekwa India, ambayo ilikuwa katika nchi zinazoendelea, ni nchi ambayo ilikuwa muhimu sana kwa maendeleo ya Tanzania. Ametoka pale akapelekwa Uchina. Katika kipindi ambacho uhusiano wetu na China ulikuwa unakuwa na pia unatuletea matatizo na nchi za magharibi, na Wachina mpaka sasa hivi wanamheshimu sana Salim, kwa sababu kwa kukaa kule alipokwenda Umoja wa Mataifa alisaidia sana China kurudi kwenye Umoja wa Mataifa. Salim hana tamaa ya cheo, ya vyeo kabisa. Yeye alikuwa anateuliwa, nenda hapa na kwenda, na akienda anafanya kazi nzuri. Na ni kiongozi ambaye ana uwezo mkubwa sana, ambaye ana maono, ana upeo mkubwa. Na hata wakati ambapo bila shaka nafahamu jitihada ambazo zilifanywa, Salim angekuwa rais wa nchi hii, hakutafuta urais, lakini alikuwa anashawishiwa. Mwaka 85 Mwalimu anaondoka. Uongozi ulikuwa unajiuliza nani ambaye anaweza kumsucceed Mwalimu. Nyinyi mnamsikia Mwalimu kihistoria tu, tuliyeishi naye ilikuwa ukiambiwa utakuja kumsucceed huyu ungeogopa, maana alikuwa ni kiongozi wa aina yake. Unaona kweli nitaingia tabaa viatu hivi. Kwa hiyo kulikuwa na mazungumzo, nani anaweza kumsucceed Mwalimu. Katika mashauriano yale, na hasa yakiongozwa na Mwalimu, kwanza Mwalimu alikuwa naanza kusema tunao muungano, ni lazima tuujenge na tuchukue hatua fulani kuonyesha kweli tunaimarisha huu muungano. Kwa hiyo katika kushauriana na mwenzake, nilipokuwa kushauriana, anasema ilikuwa jambo zuri kama nikitoka atakaye nifuatia atoke Zanzibar, na kama nikakubalika hivi
Sasa ilikuwa kama ni Zanzibar na Ali kutoka Zanzibar. Wakati ule tuna Mzee Mwinyi kama rais wa Zanzibar, kufuatana na protokali was the first choice. Lakini wakashauriwa wakasema, Zanzibar ilikuwa na matatizo sana, na ilibidi tushauriane nani atakwenda kutuliza mambo Zanzibar. Tukakubaliana mwaka uliopita kwamba mtu anayefaa akaituliza Zanzibar ni Ali Hassan Mwinyi, na amefanya kazi nzuri, imeanza kutulia. Hebu tumwache hapo aendelee kuimarisha Zanzibar. Sasa next ni nani? Haikuwa kazi ngumu, maana ikawa Salim, kwa sababu alikuwa ameonyesha uwezo wake wa kuongoza nchi. Nisema ilikuwa Salim, na mpaka dakika za mwisho Salim alipoambiwa, ninajua kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi kwa karibu, ilibutisha kidogo kwamba yeye ni kweli ametumikia nchi, lakini zaidi ametumikia nje. Hakuwa katika siasa. Sasa kuja kupata hii kuingia kwenye siasa itakuwa ngumu, na hali ilivyo, hali ya uchumi itakuwa ngumu. Lakini akashawishiwa kwamba hapana, kwa sababu uongozi ni jumuishi, utakuwa na wenzako. Akakubali. Lakini iliyokuja kutokea ni hadithi nyingine kabisa. Na bahati mbaya walioua ndoto ile ni ndugu zake kutoka upande. Wakati ule kulikuwa bado kuna matatizo kule, sema huyu sio mwenzetu, huyu ni hisibu, huyu ni Mwarabu. Ndio ikazima ndoto. Lakini bado wengi wetu tukawa tunaamini Salim ana uwezo wa kuongoza nchi hii. Kwa hiyo mwaka 95 naleta wa vyama vingi, tunakwenda kwenye uchaguzi. Mazungumzo yapo, mashauriano ya viongozi. Kwa mara ya pili Mwalimu akasema Salim ataifaa nchi. Bahati nzuri akaenda, alikuwa amekwenda Marekani, akakutana na Salim, akamwambia bado tuna imani na wewe. Wamekutana kule, yeye Salim akiwa OAU amekwenda kwenye mikutano ya UN. Mwalimu alikuwa kule, kutana akazungumza. Mwalimu akajaribu kumshawishi aje kugombea. Salim akamwambia Mwalimu, nikija? Akasema kwanza mimi ni katibu mkuu wa OAU, na kipindi hiki walionifanyia kampeni sio Tanzania. Tanzania haikuona haja ya kufanya kampeni. Kampeni ilianzishwa na nchi nyingine ambayo alikwisha kaa vipindi, wakati nadhani vipindi viwili. Kipindi cha tatu waliomfanyia kampeni ilikuwa ni nchi nyingine, hasa
za Afrika Magharibi na hasa French speaking. Na wakati huo kwenye OAU, French speaking countries walikuwa wanapenda katibu mkuu awe French speaking. Lakini Salim walipoingia, wakaona uwezo wake wa kufanya kazi, walimpenda, wakataka aendelee. Akamwambia Mwalimu, sitaki let down Africa. Nasema hilo la kwanza. La pili, nikirudi tutapata matatizo yale yale ya mwaka 85. Kwa hiyo nadhani tuache, tutafute mtu mwingine. Mwalimu hakuridhika sana na msimamo wa Salim. Aliporudi akijua kwamba mimi na Salim tuko karibu sana, alileta, ndiye akanieleza, sasa nimejaribu kumshawishi rafiki yako aje kugombea. Alikatalia, sababu alizotoa ni hizi. Akasema ile ya iliyotokea 85 tunaweza kuyashughulikia sasa, hali imebadilika. Lakini ana hiyo anasema hataki kulet down Africa. Anasema hebu zungumza naye, mjue utaratibu wa OAU, kama anaweza kuchukua leave without pay ya muda mfupi, akaja akaingia kwenye mchakato, akiteuliwa abaki, asipoteuliwa arudi. Sasa mbona imepata kutokea? Nasema miaka ya nyuma ambaye alikuwa katibu mkuu wa William Adora alichukuliwa na Rais Shagari Nigeria akawa foreign minister. Yule rais alipoangushwa, yeye akarudi kwa nafasi yake. Kwa hiyo ndio tumlete. Nikajaribu ndio Salim, akakataa. Yaani mtu wakubwa hawa wako tayari kufanya kazi huo, lakini anaona hii nafasi. Mwaka 2005 bado kuna kundi la Watanzania walioamini kwamba Salim angeweza kuwa rais wa nchi hii. Mimi nilikuwa ni mmoja wao. Mimi ndio ilikuwa wa kwanza kumshawishi, lakini ikawa ngumu. Wakaniunga mkono zangu, tukamshawishi Salim. Akasema siwezi kwenda kwenye mchakato kama sina hakika wenzangu nyumbani wataniunga mkono. Tukakubaliana ile timu ile kaenda Zanzibar, nikazungumza na viongozi wote waliobaki. Wakasema safari hii hatuna matatizo, tunaweza kugombea. Tukaja tukamshawishi, akaingia. Bila bahati mbaya, na yeye alituambia, sisi hatukumwamini, kumbe yeye alikuwa anajua. Pamoja na kumwambia kule tumezungumza hali iko sawa, ilipoanza mchakato wenyewe, waliompiga vita walikuwa ni mzani. Na pamoja na hayo, mtaona matokeo kwa national executive alikuwa mtu wa pili. Hakutumia fedha, hakutumia chochote, lakini watu walikuwa na imani. Wengi bado tunaamini Salim is the president we never had. Ana uwezo huo, ana uwezo. Salim ana courage, ni mtu wa hoja na ana courage. Akiamini kitu atakisema waziwazi. Na mfano ipo moja, China kuruhusiwa kuingia Umoja wa Mataifa. Ile kazi haikuwa rahisi. Unapopingana na Marekani
ujue sio kazi rahisi. Mimi nilikuwapo siku hiyo Umoja wa Mataifa. Ni Salim alisimama kudemolish argument ya Marekani ya kuadhibiti China. Mtakuwa mmesoma kwamba Marekani alikasirika sana kwamba Watanzania wamecheza dance. Hatukucheza dance, ilikuwa kwenye hall ile, nimekaa nyuma vile pale wako Salim na wengine wawili, nifurahi. Lakini ile courage yenyewe alichokuwa anachokiamini atakisema, lakini lugha ya Salim sio mwanaharakati. Lugha ya Salim ya diplomacy, Mimi nilijifunza sana tulipotumwa Geneva. Mazungumzo yale hayakuwa rahisi. Una viongozi wa vyama vya ukombozi, Zimbabwe, wale wa Zimbabwe, una observers kutoka nchi hizo za mstari wa mbele, na wawakilishi wao ni watu wenye, wengine wanaharakati, kuweza kuweka pamoja. Kama nilivyosema, tulikwenda Geneva, Salim chairman, kuleta mwelekeo wa pamoja kwenye observers wa frontline states ilikuwa ngumu sana. Una wawakilishi wa Zambia ambao unaweza kusema walikuwa na choices zao, una wawakilishi wa Msumbiji wana choices zao. Sasa nchi hizi mbili, Zambia unaona inatendi kwenda kwa Nkomo, Mozambiki inatendi kwenda kwa Mugabe. Ukienda hawa kambi ya Mugabe na kambi ya Nkomo wana differences, kisha hawa kwa pamoja wana differences ya Smith na Waingereza. Inataka utafute njia ya kuwaleta pamoja. Salim alikuwa na uwezo huo. Yaani tulikuwa tunakaa kwenye mikutano, ana diplomacy ya ajabu kabisa, wala haonyeshi ameuzika. Alikuwa mvumilivu sana. Hata kama wakimshambulia kama chairman, huwezi kuona Salim anakuwa na hasira. Ana lugha ya diplomacy, lakini ana make sure unamwelewa anachotaka ni kitu gani. Na kwa hapa ndani nazungumzia, naona hapa zaidi kama taifa, lakini hapa ndani pamoja na hivi vizungumza, kilichofanya kwamba waone kwamba anaweza kuwa rais ni kazi aliyofanya hapa, na hasa kama waziri mkuu kwa miezi 18. Alionyesha uwezo mkubwa, alionyesha anaifahamu Tanzania, alionyesha kwamba anajua matatizo ya Tanzania na tunaweza kufanya. Na alipokuwa waziri mkuu wakati ule waziri mkuu ndiye alikuwa anasimamia utendaji tangu 62
wakati Kawawa ameteuliwa kama makamu, alipewa kazi za waziri. Ndiye alikuwa anasimamia utendaji, alikuwa na vikao vya utendaji vya mawaziri na sisi. Kwa hiyo wote tuliokuja tulikuta liko hivyo, na Salim alikuta hivyo, na alikuwa anafanya vikao vya mawaziri. Tunaamua kwa utendaji, kwa sababu mambo ya utendaji ilikuwa sio kila siku kumsumbua rais. Tukishaamua, Salim alikuwa anasimamia kikamilifu. Salim alizunguka nchi katika miezi 18 hiyo, alizunguka kila kona ya nchi, akaona matatizo ya nchi, akaielewa. Na alipokuwa akipata matatizo huko, kama anaona ni lazima tuamue tufanye hivi kwa sasa, tusingoje, analisimamia. Mara nyingi nimetoa mfano kwa sababu wakati mwingine nilikuwa na mwakampani kwenye zake. Kuna wakati alikwenda mikoa ya kusini, Lindi na Mtwara. Wakati ule ulikuwa ni wakati wa bidhaa adimu. Akakuta kule watu wanavaa nguo kama magunia hivi. Ametoka huko, amekuja, ameita kikao cha mawaziri, akaeleza aliyoona hili. Akasema na hili hatuwezi kungojea, zitafute nguo za kutosha mara moja zipelekwe mikoa ya kusini. Na ilifanyika hivi. Na hata wakati yuko katika mchakato wa uteuzi 2005, watu wa kusini walikuwa wanamkumbuka kwa hilo. Wanasema huyu kweli kama tulimpata matatizo yetu atakuwa anasikiliza. Hasa nasema piga porojo hiyo jinsi ninavyomfahamu Salim. Salim kama alivyosema Ken Rasmi, tunangojea kuwaenzi watu wanapofariki. Salim yupo, hatuboni sasa hivi kwa sababu ya changamoto za afya, lakini Salim yupo. Kama nilivyoambia, mimi rafiki yangu, wakati wote, wakati tukiwa kwenye utumishi wa umma, tulipostaafu tulifanya kazi kwa pamoja, na hata tulipostaafu tulikuwa tunafanya kazi hasa za usuluhishi kwa pamoja, lakini hasa nyumbani ilikuwa kila wakati, ilikuwa haipiti mwezi ama Salim kuja nyumbani kwangu ama ofisini kwangu ama mimi kwenda nyumbani kwake, na nimeimaintain hiyo. Ingawa sasa hakuna communication, hawezi kucommunicate, lakini kila mwezi mimi nakwenda nyumbani kwa Salim. Nakaa naye tu, hatuzungumzi tufanye nini, nakaa naye for half an hour just to keep company. Lakini kwa aliyofanya, ukiruza dunia, ukienda nchi za kusini mwa Afrika, watu wanaofahamika kule, uende Mozambique, South Africa, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Angola, watu wanaojulikana. Kwa Tanzania ni watatu, yaani watu wanaowafahamu wa Tanzania. Kwa kwanza ni Mwalimu. Unaweza
kufika kule ukisawa Mtanzania au unatoka kwa Nyerere. Wa pili ni Salim. Nchi zote hizi wanaofahamu Salim. Wa tatu ni Hashim Mbita. Hao ukichukulia mnayozungumzia diplomacy ambao wameifanya Tanzania ikajulikana international. Yaani kwa Tanzania ukimwacha Mwalimu hakuna mtu mwingine isipokuwa Salim ndiye amefanya Tanzania. Na kama alivyosema mgeni rasmi, misingi ile ambayo iliwekwa ya foreign policy kwetu ni pepa namba ngapi ile? Namba mbili. Argue don't shout. Ilikuwa ni top paper foreign. Ilikuwa ukiingia foreign nazo uisome ile, na hakuna mtu ambaye aliitekeleza kama Salim kafanya. Kwa hiyo sifa ya Tanzania internationally inaambatana na Salim. Iwe Umoja wa Mataifa, iwe Umoja wa Afrika, aliyeijenga Tanzania nje ni Salim. Na ni vizuri kwa uwezo aliokuwa nao tumuenzi, na nyinyi kwenye kituo mchukue yale aliyo. Hivi mnafundisha hata diplomats yao wanaokuja, basi mtuletee wanaofanana na Salim. Mara tangu wakati huo hatujapata top diplomat ambaye amefikia standard ya Salim. Mimi namchukua ni kiongozi wangu, pamoja na kwamba tulikuwa alikuwa waziri mkuu wangu, nilikuwa waziri mkuu wake, lakini kwangu kwa uwezo wake niliona anaweza kutuongoza. Na kwangu kama nilivyosema, kwa utanzania wake, mimi Salim amenisaidia sana kwenye utanzania, kuenzi utanzania. Nisifikirie kabila langu, nisifikirie dini yangu, nisifikirie kanda yangu, nione Tanzania. Nimejifunza kwa Salim. I hope katika yote hayo mnayofanya nayo mjifunze hiyo, mjifunze kuwa Watanzania wote. Tunajua kama nilivyosema mwanzoni, wengi wetu Utanzania ni skin deep. Kutoka hapo utakuwa Mchaga, utakuwa Mnyakyusa, utakuwa Mgogo, utakuwa Mkristo, utakuwa Muislamu. Lakini kwa Salim alikuwa na yote hayo, anajua anapotoka, ana dini yake, lakini cha kwanza kabisa ni Tanzania. Baada ya project hiyo, na kwa kuwa na shughuli zingine, tutatoka mapema hapa, tutakaa sawa kidogo, baadaye tutawatoroka, lakini nawatakia heri, muiendeleze hii. Mimi ningependa ili kufundisha diplomasi katika nchi hii, kituo na mipango kama kuwa na lecture kwa mwaka, itasaidia wanaokuja kusimamia diplomasi ya nchi hii. Nawashukuru sana.